Jina naitwa Mdakuni Ramadhani Matongo, ni diwani wa kata hii ya Ibindi. Ndugu zangu, leo hii tuko hapa, nimekuja kuleta mifuko ya simenti 10 kwa ajili ya ujenzi wa kivuko hiki. Kivuko hiki cha hapa Msimbeni kwenye kitongoji cha Kapanda ya wenyeji ni muhimu sana kwa wananchi wa maeneo haya. Ni muhimu sana kwa sababu shughuli zote za kimaendeleo zinategemea njia kwa maana ya barabara. Sasa barabara hii inatumika kupitisha mazao ya chakula, lakini pia mazao ya biashara. Lakini pia ilikuwa inatumika kwa kupitisha wataalamu kwenda kukagua maeneo ya uchimbaji, hususan watu wa nje ya nchi, wageni kutoka nje ya nchi. Lakini sasa hivi ni kikwazo, hakupitiki tena kama mnavyoona ndugu zangu hapo. Kumeharibika, mvua zilizonyesha zimeharibu, lakini pia kilikuwa kijarekebishwa vizuri. Sasa kwa kuguswa na hilo, mimi kama diwani wa kata hii nikaona ni vizuri nianze mimi kwanza, lakini wananchi wafate, lakini pia kujaribu kuishawishi serikali iweze kuboresha zaidi. Kwa hiyo kwa kuguswa na jambo hili nimeleta mifuko 10 ya simenti, pia makaravati nilileta kipindi kile cha campaign. Wakati tunazunguka kuomba kura niliwaahidi nikaleta makaravati, lakini leo hii nakamilisha kwa kuleta mifuko 10 ya simenti, lakini pia mawe yameshasogezwa na wananchi. Na washukuru sana wananchi wa maeneo haya, wameyasogeza. Kwa hiyo wameonesha ni namna gani wanaguswa na ushirikiano nilionao kwenye kijiji hiki. Kwa hiyo ni washukuru sana, lakini pia nawashukuru kwa kuweza kusapoti serikali yetu hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mimi kama diwani ambaye ni mwakilishi wa rais kwenye ngazi ya kata, nitahakikisha tunashirikiana mimi, wananchi pamoja na viongozi wa kata, lakini pia wataalamu, kuhakikisha tunaungana moja kwa moja kumuunga mkono rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kusema hayo, sina mengi sana, tuko wengi hapa, tunashuhudia jinsi uharibifu ulivyo na mambo mengi, lakini kikubwa zaidi ni kutengeneza hapa eneo hili lipitike. Litafungua fursa ya kiuchumi, lakini pia wagonjwa, wakati mwingine misiba. Ni vigumu sana msiba ukitokea kupitisha hata maiti hapa inakuwa kazi, lakini pia hata mgonjwa, mama mjamzito, inakuwa ni kazi. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kurekebisha hili. Asanteni sana.